paswa kuendelezwa na kuenziwa. Nimesema kwamba hili ni jambo la kiungwana kwa kuwa uungwana unatufunza siasa za kushindana kwa hekima na sio kupaza sauti bila mantiki. Uungwana unatufunza siasa zinazotanguliza maslahi ya nchi na wananchi wake, na siasa zinazotawaliwa na sauti zenye staha, utu, heshima na utulivu ili kufikia mustakabali wa pamoja wa kitaifa. Uungwana hutufunza au hautufunzi kiburi na kutosikilizana. Wananchi wetu hawahitaji vurugu wala mivutano ya kisiasa isiyoisha. Wananchi wetu wanahitaji amani, usalama na utulivu. Shauku ya wananchi wote bila kujali vyama vyao ni kuona serikali ikiwapa huduma bora za kijamii, ikiimarisha shughuli zao za kiuchumi na kukuza ajira katika mazingira yenye ustawi. Kazi ambayo kwa hapa Zanzibar imetekelezwa vyema chini ya serikali moja wa kitaifa katika miaka iliyopita. Na hii ndio furaha ya wananchi. Kwa maana nyingine, naweza kusema kuwa penye siasa za chuki na mivutano, baraka za maendeleo hutoweka. Lakini penye siasa za staha na maridhiano, maendeleo hupata nafasi na kuchanua. Hatua tuliyofikia leo ni makubaliano ya kuunda tena serikali moja wa kitaifa na kuanza mazungumzo ya mustakabali wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Kwa hiyo, wito wangu ni kuendelea kuyaheshimu makubaliano haya. Tuendeleze mazungumzo kwa uwazi na kuaminiana, huku tukizingatia misingi ya umoja, amani, usalama na utulivu wa taifa letu. Hekima tuliyoonyesha leo ikalindwe kwa matendo mema ya kesho, na imani tuliyoijenga kwa muda mrefu isiangushwe na maneno au mienendo isiyo na tija. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi na wananchi, kwa kuwa nimepata fursa hii au nafasi hii kuzungumzia masuala ya utulivu na amani katika taifa letu, nataka nitumie pia fursa hii kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Nataka niseme kidogo tafsiri ya ugaidi. Ugaidi unajumuisha vitendo vya uvunjifu mkubwa wa amani, uharibifu wa mali na miundombinu vinavyokusudia kuitishia jamii au kuishurutisha serikali kukubaliana na matakwa ya watu au kundi fulani kwa ajili ya kutimiza haja za kisiasa, kiitikadi au kidini. Lakini kwa mustakabali wa sasa dunia tunayokwenda nayo, unaweza ukafanyika pia ukikusudia kuirudisha nyuma nchi inayoendelea kwa kasi. Pia inaweza ikatumika. Watu au kundi hilo linakuwa na kauli zinazovaa sura ya kizalendo, lakini kwa undani ni maslahi binafsi. Mtu anayeipenda nchi yake kiukweli huijenga na sio kuibomoa. Pande huu tumeipenda nchi yetu, tumetofautiana, tumevumiliana, hatukufanya vurugu za kubomoa nchi yetu wala kuharibu au uvunjifu wa amani. Na wasihi wa Tanzania, tushikamane kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu na sio kulifanya taifa kuwa duni kwa matakwa ya watu binafsi ambao maisha yao huko waliko na hata hapa nchini yanategemea malipo yatokanayo na kufanya vurugu au kuivuruga nchi yao kwa maslahi ya wengi.